Hadithi ya leo inakutolewa katika mkusanyo wa mojawapo ya hadithi za Sunan Ibn Majah, hadithi namba 769. Hadithi hii inapatikana pia katika mkusanyo wa Sunan Ibn Majah katika kitabu cha 4 na ni hadithi namba 35. Hadithi hii ina kiwango cha hasan. Sasa kabla ya kusomea hadithi hii, nataka nikueleze jambo moja tu kwamba kama kuna kosa moja kubwa sana huyu Allah anajiita Mungu alifanya, ni kuchagua nabii ambaye hajui kusoma na kuandika. Na katika mambo mengi ambayo nimekusoma huko nyuma na upotovu mwingi ambao Muhammad aliufanya wakati wa maisha yake, zaidi ulitokana na kwake yeye kutokujua kusoma na kuandika, kwa sababu ulimkosesha fursa ya kusoma vitabu vilivyoandikwa kabla yake. Japo Qurani yake anapokuja kuiteremsha na kuisadikisha, anafanya Qurani hiyo hiyo inasadikisha vitabu vilivyopita, lakini pia anasema kwamba kwa kupitia huyu Allah anayedai kwamba ni Mungu, anadai kwamba hakuna anaweza kubadilisha maandiko au maneno yake katika vitabu vyake. Hapa ndo tunapokuwa hoja kuona kwamba laiti huyu Muhammad angelikuwa anajua kusoma na kuandika, mambo mengi, kauli nyingi asingethubutu kuzitoa, kwa sababu alikuwa angejua kwamba anayosema yanakwenda kinyume kabisa na maandiko yaliyotangulia kabla yake. Sunan Ibn Majah hadithi namba 769. Imeelezwa kwamba Abdullah bin Mughaffal alisema, Mtume alisema, mnaweza kuswali katika mazizi ya kondoo, lakini msiswali kwenye mazizi ya ngamia, kwani wameumbwa kutoka kwa mashetani. Mambo kadhaa ya kuzingatia hapa. Jiulize, huyu mtu ambaye anataka kusali, kwa nini kwanza asali katika zizi? Kwa nini asitoke nje ya zizi? Kwa nini analazimika kwenda kusali ndani ya zizi? Kwa nini aombe kutaka kupata mwongozo kutoka kwa Muhammad kama anaweza kusali ndani ya zizi ama la? Kuna ugumu gani kutoka nje ya zizi kwenda kusali? Hili ni la kwanza la msingi la kulitafakari, kwamba hili swali kwanza lilikuwa na maana gani? Naye Muhammad akati anatoa hili jibu alikuwa anafikiri nini? Lakini angalia jibu lake analolitoa zaidi. Sababu ameitoa kwa nini wanaweza kusali katika mazizi ya kondoo lakini wasisali ndani ya zizi la ngamia. Ati kwa sababu ngamia wameumbwa kutoka kwa mashetani. Ni wazi kabisa Muhammad hakuwahi kusoma vitabu vya Torati, kwa sababu laiti angelisoma vitabu vya Torati angejua muumbaji umefanywaje, angefahamu hivi viumbe vimeumbwaje. Hakuna kiumbe ambavyo wanyama wa hawa ambao wameumbwa kutoka viumbe vingine hata kidogo. Ni Hawa peke yake ambaye anaumbwa kutoka ubavu wa Adamu. Nje hapo hakuna kiumbe kingine chochote kilichoumbwa kutoka katika kiumbe kingine. Hili jambo halipo. Naenda kusomea katika kitabu cha Mwanzo, ni mojawapo ya vitabu vya Torati hii ya Wayahudi, sura ya 1 mstari wa 24 mpaka 25. Hapa tunaenda kuona Mungu anapoumba viumbe hivi wanyama. Anasema, Mungu akasema, na nchi izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Tunaona hapa wanyama wote wa kufugwa na wanyama mwitu wanaumbwa na Mungu, si kutoka katika kiumbe kingine au kutoka katika mashetani kama anavyodai Muhammad. Hakika Muhammad alikuwa ni mpotofu, na kutokujua kwake kusoma na kuandika ni mzigo mkubwa. Na ndio maana mpaka leo hii hakuna kitu ambacho kinawasumbua Waislamu kama kumtetea Muhammad. Ni ngumu sana kutetea mtu ambaye ni mbumbumbu kiasi hichi, mtu asiyefahamu maandiko kiasi hichi, mwenye kutoa makauli za hovyo namna hii. Ndugu yangu Muislamu, ni wakati uanze kufungua macho yako, fungua moyo wako. Hakuna wokovu kwa Uislamu, wala hakuna wokovu katika mafundisho ya huyu mtu anaitwa Muhammad. Mungu akusaidie sana.